Mchezo wa dabi kwanza mzee wangu, kwanza una pressure sana, una tempa kubwa sana. Pressure na tempa. Pressure na tempa, na hata kuja kuangalia maandalizi yanakuwa makubwa sana. Ushanaelewa? Na mchezo wa dabi bwana Chagamba una tafsiri kubwa mno, una tafsiri kubwa mno. Kama ulikuwa upo bora kabla mchezo wa dabi, umeona mchezo wa dabi unaweza kukurudisha ubora wako. Ndio. Si unanielewa? Pale utapocheza vizuri, umeona, na pale timu inapopata matokeo. Na mchezo wa dabi bwana Chagamba, umeona, ukienda katika upande wa tempa na ukienda kwenye upande wa maandalizi, unaweza Chagamba ukakutoa maandalizi yako yote uliofanya. Yaani kama ulikuwa na vikombe 4, kama ulikuwa na vikombe 3, yaani unaweza ukaonekana hujafanya chochote baada ya kupoteza mchezo wa dabi. Baada ya kupoteza baada ya kupoteza mchezo wa dabi, ukaonekana hujafanya kitu chochote. Si unanielewa? Na hata ukija kuangalia katika upande wa mashabiki, si ndio? Tunaweza ukapoteza kitu chochote lakini ukajifariji kutokana na matokeo ya dabi na timu inapocheza vizuri. Si unanielewa bwana Chagamba? Kwa hiyo bwana mchezo wa dabi bwana Chagamba unavyozungumzia, Chagamba usipende sana kuzungumzia kishabiki sana. Hata huyo mtu ambaye unamkuta anatamba sana, moyoni mwake ana tempa kubwa sana. Yaani anajua kwamba kwa sababu mchezo wa dabi bwana Chagamba, hata kama ukitaka ukatae ujifundike shuka, ukisikia mwenyewe utaamka kwenda kusikiliza nini kinachoendelea. Lazima hata kama ulikuwa umejificha. Hata kama ukijificha. Kuna kisikia fulani utakieka ile hata cha nje kidogo kinaendelea. Sasa kile ndo pressure yenyewe, ndo tempa yenyewe tunaizungumzia. Kwa hiyo bwana Chagamba, mchezo wa dabi unaweza kukurudisha kwenye reli, umeona, pale unapopata matokeo mazuri. Sio, unanielewa? Kama ulikuwa hupo kwenye reli, unaweza kukupa faraja pale labda umekosa kitu chochote katika msimu mzima. Umeona, na mchezo wa dabi Chagamba unaweza kukufanya msimu mzima hamna chochote ulichokifanya. Umeona, yani ulikupa upo kwenye reli na ukakutoa kabisa kwenye reli. Umeona, kwa hiyo dabi bwana Chagamba ina tafsiri kubwa sana. Umeona, ndio maana ukija kuangalia hata kipindi hiki baadhi ya mashabiki, umeona, washaanza sasa kuzungumzia mpira. Maana yake kila siku zinavyozidi kwenda ndio tempa inazidi kujaa, watu wanaongelea mpira. Hiyo ndio dabi. Angalia sasa kabla siku hazijakaribia nyuma, umeona watu walikuwa wanazungumzaje. Angalia sasa hivi watu wanazungumzaje. Kila mmoja anasema tarehe. Sio, unanielewa? Hiyo Chagamba ndio dabi. Umeona, na hata ukija kuangalia Chagamba kwenye ufuatiliaji wake wa dabi ni mkubwa sana. Unakuta baadhi ya wachezaji wa zamani, umeona, wa Simba wa Yanga, umeona kwenye magrupu yao jinsi wanavyotambiana, na hata ukija kuangalia hao makocha. Kwa hiyo bwana Chagamba, unavyozungumzia dabi, dabi ni mchezo ambao unaweza kukupa maisha mazuri na ni mchezo ambao unaweza usikupe maisha mazuri. Ni mchezo ambao unaweza kukurudisha kwenye reli katika michezo inayofuata na inaweza kukutoa kwenye reli michezo yote inayofuata. Yaani wewe ukatolewa kabisa kwamba hiyo bwana Chagamba ndio dabi. Ushanaelewa? Timu yako inapocheza vizuri kipindi ambapo haipo kwenye reli, si ndio? Alafu imepata matokeo mazuri, basi katika michezo inayofuata yote Chagamba timu itakuwa kwenye ubora mkubwa sana, kwa sababu kama nimeweza kumpiga Giant mwenzangu, nashindwa vipi kumpiga Kagera, nashindwa vipi kumpiga Mtibwa, si unanielewa? Kwa hiyo morali inazidi kuongezeka. Na hata ukija kuangalia katika gap la pointi zinaweza zikapungua, ikazidi kuongezesha ubora uliokuwa mkubwa Chagamba. Lakini vile vile tunapopata matokeo mabovu, gap la pointi linazidi kuwa kubwa, kwa hiyo unatoka kabisa kwenye reli na malengo yanaweza kaanza na ukija kuangalia sasa mavibe ya mtaani unavozomewa, watu wanavozungumzia 1 2 3, usije unaelewa, ndio unazidi kutoka kwenye reli. Kwa hiyo bwana Chagamba, mchezo wa dabi una tafsiri kubwa sana sana, una tafsiri kubwa mno. Kwa hiyo ni mchezo ambao Chagamba tusiongopeane, anayekwenda uwanjani hasiyekwenda uwanjani, wote wanakupa na hali moja ya tempa na pressure. Haujaenda, umeenda, utakuwa pressure inakuwa pale. Maneno ya shabiki ni hapo, lakini mtu moyoni mwake ni siri yake. Mchezo wa dabi haunaga heshima. Ni kweli kabisa Miraji kwamba hata viongozi pia hii pressure wanakuepo nayo kubwa, kwa sababu ndio mchezo ambao unaweza kurudisha kwenye reli, ni mchezo ambao unaweza kuatoa kwenye reli viongozi. Kwa hiyo nao wana pressure kubwa sana, na hata timu wanavyoziandaa wanaandaa kwenye ubora mkubwa sana. Si unanielewa Chagamba? Kwa sababu wanajua kabisa, umeona, haya ndio maisha yao, dabi. Umeona, unaweza ukakosa kila kitu lakini ukaipata dabi, ukaonekana upo salama. Umeona? Kwa hiyo lazima wapambane na wao wenyewe, si ndio? Ili mradi wawe salama. Umeona? Kwa sababu wanajua kabisa kama tutapoteza mchezo hatuwezi kuwa salama. Kama tulikuwa tupo kwenye reli ndio tutapotea kabisa kwenye reli. Kama tupo kwenye reli tutaendelea kuwa kwenye reli. Kwa hiyo ni mchezo ambao una engo mbili tofauti. Ni mchezo ambao una pressure, umeona, katika timu zote mbili. Katika upande wa wachezaji mpaka mashabiki mpaka viongozi. Mashabiki, wachezaji mpaka viongozi. Mpaka benchi la ufundi. Yaani dabi inacheza kote. Haimwachi mtu kwenye pressure.
Bwana, dabi haimwachi yoyote kwenye pressure. Yaani ukishajichagua kabisa kwamba mimi niko upande huu, pressure unayo, mimi niko kule, pressure unayo. Mimi ni kiongozi fulani, pressure unayo, mimi mchezaji fulani, pressure unayo. Miraji, kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba mchezaji yote anapopata goli labda kipindi cha dabi au kwenye mechi ya dabi, kama hata alikuwa haaminiki, ni kweli kwamba anaweza kaanza kuaminika hapo hapo. Chagamba, ni kweli unachokiongea, ni kweli kwa sababu unakukumbusha dabi moja tulicheza na Yanga. Yanga alitufunga goli 2 na hisi goli 2 katika ligi, ushanelewa. Goli moja alifunga Maalim Buzungu, ni mchezaji ambaye alikuwa kuaminiki Yanga, lakini baada ya dabi ile kutufunga Maalim Buzungu, ndani ya siku 3 anamiliki chuma. Akapewa chuma. Mpaka ndani ya siku 3 Maalim Buzungu anamiliki chuma. Sijui unanielewa? Baada ya kupiga kwenye dabi. Kwa hiyo Chagamba, unachokiongea ni kweli. Mwangalie Shishimbi, mwangalie Mukoko, Shansoma, hao wote ziliwaondoa dabi. Ushanelewa? Mukoko limuondoa dabi ya Kigoma, umeona? Shishimbi limuondoa ile dabi tunawapiga Yanga goli 4-1. Umeona? Hiyo yani, kwa hiyo kuna wachezaji ambao wanaweza kawa wazuri, lakini kwenye dabi wakaonekana hamna kitu na maisha yao yakaishia hapo. Na kuna wachezaji ambao wanaweza kawa kawaida kwenye dabi, anaweza akaja kupata maisha. Angalia kina Mwashuya, umeona? Wote walipata maisha baada ya dabi. Wakina Mapinduzi Balama, Kipenseli, Shansoma, wakina Mohamed Banka, umeona? Ile 2-2 tunaongoza wanachomoa. Sio, unanielewa? Kina Diuni, wachezaji walikuwa kawaida, lakini baada ya kuonesha kitu kwenye dabi wakaja kupata ufalme wa kutosha. Lakini baada ya msimu watu ndo wakaja kugundua tena kawaida. Baada ya msimu kuisha, watu wakaja kugundua kawaida, kumbe hapa kati tulikuwa tunawastiri kutokana na matokeo ya dabi. Kwa hiyo bwana Chagamba, matokeo ya dabi mchezaji anaweza kumpa maisha makubwa sana kipindi ambacho yeye haaminiki. Sio, unaelewa? Na mchezo wa dabi unaweza mchezaji ambaye anaaminika yakaja kumpa maisha mabovu mno. Umeona? Na tafsiri zikawa nyingi sana. Ndio maana nimekutajia, mwangalie Shishimbi kaondoka kwa sababu ya dabi ya goli 4. Mukoko kaondoka kwenye dabi ya goli 1, ila anaenda kuchukua kadi nyekundu na mchezea alafu John Boko. Watu wakuelewa ile. Wakaambia maisha yako yameisha. Wewe hapa tuje kuelewa ile kadi ilikuwaje kwaje. Hiyo bwana ndio dabi. Ndio maana nikakwambia angalia wakina Maalim Buzungu walipata maisha, ni wachezaji ambao walikuwa waaminiki. Ushanelewa? Wakapata maisha. Umeona? Kwa hiyo bwana Chagamba, unavyoizungumzia dabi, mchezaji anaweza kawaida kweli akawa mfalme baada ya kupata matokeo ya dabi na kupiga mpira mwingi. Umeona? Na mchezaji ambaye mnaweza akawa mfalme kwenye timu yenu kwenye dabi akaleta miayusho, akaonekana mchezaji wa kawaida na maisha yake akaenda kwa mwisho. Yaani akaharibika kabisa. Kwa hiyo mchezo ambao hauna heshima. Mimi nina swali sasa nataka nikuulize. Yepi matokeo ya timu kupoteza dabi kwa magoli mengi na yepi matokeo ya timu kushinda dabi kwa magoli mengi? Tunaanza na timu kupoteza dabi kwa magoli mengi. Unapata matokeo gani baada ya kuipoteza dabi kwa magoli mengi? Chagamba. Baba Chagamba. Baba. Unaikumbuka sisi tulipopoteza goli 5? Ya 5-1. Unakumbuka? Angalia kwenye hali. Viongozi walikuwa na hali ya utata, wachezaji walikuwa na hali ya utata, mashabiki sisi tulikuwa tuna hali ya utata. Baada ya kupoteza angalia hata michezo iliyofuata, kwa sababu sisi tunaenda kucheza na Yanga, sisi tunaongoza ligi. Shanelewa? Angalia baada ya dabi kilitokea nini? Baada ya kupoteza mchezo kwenye goli nyingi. Shansoma, tukaja na Namungo tukapoteza. Akumbuka, umeona? Tumepoteza pointi 2, Chagamba. Unapocheza na Namungo timu kama Simba, si ndio? Hata kama Namungo atakuwa bora, tunakubali ubora wake. Lakini anapopata suluhu au kakufunga, suluhu tu kwako ushapoteza gap kubwa. Tutamheshimu Namungo kwa kitu ambacho alichokifanya, maana yake kajiandaa. Ule ni mchezo wa mpira. Sio kila timu unakutana nao unahitaji kuifunga. Ndio maana ikaitwa ligi. Sio unaelewa? Lakini maandalizi ya Namungo na maandalizi yako wewe ni makubwa. Wachezaji wa Namungo na wachezaji wako wewe ni wakubwa. Tunaheshimu mchezo wa mpira, matokeo na ubora ndani ya dakika 90. Lakini unapotoa hata suluhu, umeona? Ni shida. Sisi tulienda kutoa suluhu na Namungo baada ya dabi. Sio, unaelewa Chagamba? Na unapopoteza kwa goli nyingi, viongozi kwanza wanakupo katika hali ya utata sana. Yaani wanakupo katika maisha ambayo magumu mno. Maneno mengi utasikia, umeona? Timu haikuandaliwa, viongozi hawakuwa karibu, sio, unanielewa? Mchezaji fulani umeona alizingua, tulipigishana shoti, sio, unanielewa? Sio kawaida yake. Na hata ukija kuangalia, mwangalie Manula sasa hivi mashabiki wa Simba baadhi hata kumsikia. Umeona kwa sababu gani? Watu wanaanza na dabi. Yaani wanakuja na dabi afu hapa kati wanamuunganishia doti, wanakuja kupata jibu kamili, wanakwambia Manula bora endelee kuumwa. Sio, unanielewa? Lakini ukija kuangalia mstari ulianza wapi?
Kwenye dabi umeona goli 5. Ushaelewa Chagamba. Kwa hiyo unapopoteza dabi kwenye goli nyingi inakuwa shida sana. Sisi tuchoe kuwafungaga Yanga goli 5. Ushaelewa, lakini walipata sema kujifichia, wanasemaje? Sisi tulikuwa tumtaki mchunga, ndio maana tukaruhusu tupigwe goli 5. Umeona? Lakini baada ya goli 5 mchunga mwenyewe alijiuzuru. Sio unaelewa? Kwa sababu gani? Ni matokeo ambayo yanauma kupoteza goli nyingi. Angalia sisi Yanga tulivyofunga goli 4. Waliondoka wachezaji wangapi? Walipoa lawama wachezaji wangapi? Shishimbi mmoja hapa aliondoka na akaambiwa duka. Umeona? Kevin Yondani aliondoka akaambiwa duka. Sio unaelewa? Metacha aliondoka akaambiwa duka. Umeona? Juma Abduli aliondoka aliambiwa duka. Wachezaji takriban 7 wa Yanga tulivyowapiga goli 4 na wote waliondoka na aliambiwa maduka. Umeona ukipoteza goli nyingi, umeona athari yake ilivyo. Kwa viongozi chunga alijiuzuru kwenye chumba 5. Umeona? Basi endeleeni. Sisi tulivyopigwa goli 5, umeona akafanyika mambo mengi. Kwanza nani mwanangu Robertinho akaambiwa sogea kwanza tupate sempa kujifichia. Sio unaelewa? Wachezaji wengi sana tuliwapa lawama. Ushaelewa? Mmoja hapo tukaona kabisa hawa wamehujumu timu. Umeona? Angalia, tukaja tena katika maandalizi ya timu, makomando, tukasikia wakulinda vyumba vinaenda kufanywa sijui 1 2 3 hatukuelewa nini. Mara vilibadilishwa mara nini. Hiyo yote kutokana ukubwa wa goli nyingi. Kwa hiyo vitu vingi sana Chagamba kipindiko vinakuwa sio salama. Umeona? Kwamba mtaanza kugawanyika kwanza kwa mashabiki. Wengine wanakwambia kocha hana lawama. Ushaelewa? Wengine wachezaji hawana lawama. Umeona? Wengine wanakwambia viongozi hawana lawama. Umeona? Wengine makomando wanakwambia hawana lawama. Ushaelewa? Kwa hiyo wengine wanakwambia hawa wanao lawama. Hawa hawana lawama. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza mashabiki lazima tuwe pande mbili. Mtaani mnaumana. Umeona?